Habari zenyu, rafiki zangu na karibuni tena kwa channel yangu ya Simple Life Jenny. Leo nimekuja na hadithi ama mafunzo kuhusu wasiwasi usiokoma na jinsi ya kuushinda. Kuna wakati mwingine unakuwa na wasiwasi na mambo ambayo huwezi kuyabadilisha. Labda saa zingine umeota kwa ndoto. Labda saa zingine unakuwa na wasiwasi juu ya pesa, juu ya kazi, juu ya kodi. Hayo mambo yanakuweka wasiwasi. Na saa zingine tunakuanga katika ile muda hatuwezi kuyabadilisha. So leo nakuja na hadithi ya jinsi ya kujifunza saa zingine kuepuka na huo wasiwasi na kuishi kwa leo. Usiwe na wasiwasi na mambo ya kesho na mambo ambayo wewe mwenyewe huwezi kuyabadilisha. Naanza na hadithi fupi ya mama moja aliyekuwa anaitwa Amina. Amina alikuwa mtu mwenye bidii na moyo wa kujituma. Lakini alikuwa na tatizo moja lililochokesha sana. Alikuwa na wasiwasi wa kila siku. Asubuhi alipoamka alikuwa anawaza kuhusu kesho. Alijiuliza, je, mambo yatakuwa mazuri? Je, familia yangu itakuwa salama? Je, nitapata pesa za kutosha? Je, kama kuna kitu kibaya kingetokea? Hata jambo ndogo likitokea, akili yake ilianza kufikiria sana mambo mengi. Kama simu haikupokelewa, alifikiri kuna jambo mbaya limetendeka upande ule aliokuwa anapiga simu. Kama pesa zilikuwa chache, alijifikiria maisha yake yote yameharibika. Siku moja Amina katika tu shughuli zake, alimtembelea mama mmoja, bibi, mzee aliyekuwa jirani yake. Alimwelezea jinsi moyo wake ulivyokuwa umejaa hofu na mawazo. Mama huyo akamwambia, karibu kiti binti yangu. Naomba tukae tuzungumze nikufunze jambo. Akaanza akamwambia, binti yangu, kuna tofauti kati ya kutatua tatizo na kulibeba moyoni kabla halijatokea. Amina akashangaa, bibi unamaanisha nini? Mama huyo akaendelea, kama kuna jambo unaweza kulitatua leo, lifanyie kazi. Kama huwezi kulitatua leo, usilipe nafasi kwa maisha yako. Kwa sababu mambo ambayo hayajatokea hafai kuchukua nafasi kubwa kwa akili yako. Wakati mwingine tunateseka mara mbili, mara moja kwa kulifikiria na mara nyingine tatizo lile ulilokuwa na wasiwasi nalo likitokea. Maneno hayo yalimfanya Amina aanze kujitazama upya. Alianza kujifunza mambo machache. Kwanza aliacha kufikiria sana mambo ambayo hayakuwa chini ya uwezo wake. Kuna mambo ambayo huwezi badilisha na hayafai kukufanya siku yako iwe mrefu. Na katika mwisho wa hiyo siku unajua hakika utakuwa umeweza kuyabadilisha. Haifai kuchukua nafasi sana kwa moyo wako. Unafaa mambo kama haya unayaacha kwanza. Pili, alipoona mawazo mengi yakimjia, alijifunza kusimama, kuvuta pumzi, taratibu na kujiambia, nitashughulikia jambo hili kesho. Ama nitashughulikia mambo haya jambo moja baada ya lingine. Baada ya nyingine. Usichukue mambo mengi, uko na wasiwasi juu ya mambo mengi na unataka yote yatatue pamoja. Kwa uhakika hautaweza. Tatu, alianza kuzungumza na watu. Wakati huo wasiwasi huo unakuingia, tafuta mtu unaweza ongea naye. Tafuta mtu anaweza kukusaidia kimawazo, ndiposa hata utulize huo wasiwasi.
4, alianza kudhamini mambo madogo yaliyokuwa mbele yake. Saa zingine unakuwa na wasiwasi, haujakosa chakula, uko na familia inakupenda, kazi yako ni mzuri. But ghafla tu unaingiwa na wasiwasi na mambo hayana maana. Na mambo hata huko karibu kuyafikia. Uko na wasiwasi, mahali uko na nyumba ya kukaa, labda unalipa kodi kweli. But sasa wewe una wasiwasi, nataka kujenga. Na wakati huo unapowaza jambo hilo ama linakuweka wasiwasi, hauna fedha ya kuanza mradi huo. So unakuwa na wasiwasi tu bure na unakosa kudhamini ile ulio nayo sasa. Pole pole huyo mama alipozidi kuongelesha Amina, Amina alianza kuona umuhimu. Na alianza kuona umuhimu wa kuacha kuwa na wasiwasi kwa mambo ambayo hawezi kuyabadilisha na mambo hajui kesho yatakuwaje. Pole pole Amina alianza kubadilika na kuwa mtu mwingine mpya. Haikumaanisha kwamba hakuwahi kuwa na wasiwasi tena. La hasha, wasiwasi lazima ungekuwa, lakini sasa alijua jinsi haupaswi kuweka huo wasiwasi uwe dereva wa maisha yako. Alijua, kwa kizungu tunasema, wasiwasi kama huo ukiingia, when the worry arrives, you brush it off. You brush it off na unaconcentrate na mambo ambayo unafanya kwa wakati huo. Alijifunza kuishi siku moja kwa wakati wake. Maana nyingine hiyo ni kusema, kufanya jambo moja kwanza, pole pole unamaliza, alafu ndio unaweza kutatua la pili. Na ikapunguza ile wasiwasi wake. Hadithi hii inatufunza ya kwamba, wakati mwingine tunatumia nguvu nyingi kufikiria kuhusu mambo ambayo hayajatokea. Unaweza kuota ndotoni. Uko tu na mambo tu zako unafikiria tu. Sasa umeanza kuyaleta into reality, unaona ni kama kweli yatafanyika. Haupasi kuwa na wasiwasi kama huo. Kabisa kabisa. Tunahangaika kuhusu kesho mpaka tunasahau kuishi leo. You worry so much about tomorrow and then you forget about today. Leo uko sawa, uko na kazi, unakula vizuri, uko salama, lakini wewe unawaza ya kesho, nyumba ile nitajenga vipi, gari ile nitainunua vipi, watoto wangu nitapata karo. Tunaambiwa tuache kuhangaika kuhusu ya kesho, tuangalie ya leo. Kumbuka, si kila jambo linalokuja akilini linahitaji jibu mara moja. Kuna jambo tu inaweza pita tu kwa akili. Haifai kuwa inakusumbua. Haufai kuweka maanani, inakuweka wasiwasi kuna hili wazo limefanya hivi. Hilo jambo lisahau kwanza na ushughulike unayofanya kwa wakati huo. Kama unaweza kufanya jambo, lichukulie hatua. Kama hilo jambo linapita kwa akili yako, unaweza kulitatua, unaambiwa ulichukulie nini? Hatua. Lakini kama huwezi, unaambiwa uachane nalo kabisa. Na utaishi maisha yenye furaha na yenye amani. Kama huwezi kulibadilisha kwa sasa, jifunze kuliacha na kuendelea na maisha. Muombe Mungu pia, katika hizo hali za wasiwasi. Unajua maisha pia yana shida yake kila siku. But jifunze kuomba Mungu akupatie hekima ya kutambua unachoweza kubadilisha, nguvu ya kukabiliana nayo na moyo wa kukubali yale ambayo yako nje ya uwezo wako. Yale unaweza suluhisha, unaambiwa suluhisha. Lakini yale yako nje ya uwezo wako, unaambiwa kabisa wachana nao. Usijiweke wasiwasi, unataka kujenga ghorofa na unajua kabisa huna uwezo huo. Unapata pressure, unapata mawazo mengi na kwa uhakika huna uwezo huo. Mambo kama hayo unaambiwa uachane nao.
Lakini kama unaweza fikiria naweza enda dukani na nikanunua nguo, na hilo unajua kweli uko na fedha za kwenda kununua ile nguo, hiyo unaenda mara moja, hiyo hakuna wasiwasi unanunua. Lakini lile huwezi kubadilisha ama huna huo uwezo, unaambiwa uachie Mungu na usahau kabisa. Wakati wake tu utakuja na utakuwa na uwezo huo. Na unapohisi wasiwasi unakuzidi, usione aibu kuzungumza na mtu. Share. Kuna wasiwasi mwingine unaweza kukujia ukashindwa kuvumilia peke yako. Una ruhusa ya kuzungumza na rafiki, jirani, ama mtu aliye karibu nawe na anaweza kukusaidia kimawazo. Pia unaweza ona madaktari, kuna wataalamu wanasaidia watu kama hiyo wasiwasi ulio nayo imekulemea sana. Hata ukijaribu kusahau bado unakumbuka. Kuna wataalamu pia unaweza ongea nao na wakaweza kukusaidia inavyofaa. Maisha yana shida yake kama venye nimesema, lakini si lazima. Si lazima tuishi kila siku tukiogopa kesho. Sana sana tunaambiwa kesho yetu iko na Mungu. Kesho yetu iko na Mungu. Usijisumbue sana na mambo ya kesho. Kesho iko na Mungu. Kama Mungu amekupa uzima wa kuweza kuona leo, hiyo inatosha. Huo wasiwasi wa kesho ambao kesho hujui itakuwaje, unaambiwa kabisa uachane nayo. Vitu ambazo huwezi badilisha. Na saa zingine hata unakuwa na wasiwasi kwa mambo hata hayataifanyika kwa maisha yako. Unaambiwa uachane nayo kabisa. Na uishi kwa leo. Wakati mwingine amani huanza pale tunapoacha kujaribu kudhibiti kila kitu na kujifunza kuishi hatua moja, siku moja, kwa wakati moja. Naambiwa umeshika hiyo. Wakati mwingine amani huanza pale tunapoacha kujaribu kudhibiti kila kitu na kujifunza kuishi hatua moja, siku moja, kwa wakati moja. Kila kitu na wakati wake. Kwa sababu hakuna kila kitu inafanyika kwa wakati moja. Yes, zinafuatana, but kila kitu ilikuja kwa dakika moja, siku moja na wakati moja. Tuache kuwa na wasiwasi na mambo ambayo hatuwezi badilisha, mambo ambayo uko mbali na uwezo wetu. Wacha tuishi kwa leo, tufurahie yale tuko nayo kwa dakika hiyo. Na ikituzidi tunaambiwa mengine tuachie Mungu na atatusaidia. Nimeona leo niwaambie hiyo. Watu waache wasiwasi kwa mambo ambayo hawawezi kubadilisha. Unaota usiku ndoto, asubuhi ukiamka una wasiwasi. Ili litafanyika, hii itakuwaje? Na ni ndoto tu. Unaambiwa wachana na hiyo. Umeona fulani yako vipi na unataka kuwa na wasiwasi. Unafikiria nitafikaje mahali ule mtu amefika? Huo ni wasiwasi wa bure. Kwa sababu huna uwezo huo. Enda tu taratibu na mipango ya Mungu na utafikia malengo yako. Asanteni sana watazamaji wangu kwa kunitazama na kupenda kazi zangu. Naomba mzidi kupenda kazi yangu. You like, you comment and share and don't forget to subscribe. Tukutane wakati mwingine na hadithi nyingine kwa channel yangu ya Simple Life with Jane. Kwaherini.